Tusome kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 11 hadi wa 13. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzaao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzaao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Damu ya Yesu Kristo. Leo ni siku ya 4 ya mwezi wa kwanza, ni Jumapili ya kwanza mwaka 2026. Tunachotakiwa kufanya kama Wakristo, kama wanafunzi wa Yesu Kristo, kufanya ibada kila siku, usiku na mchana, kumshukuru Mungu kwa kuwa tunaishi. Analinda uhai wetu, anatupa chakula, ametuumba bure, ametukomboa kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya msalaba bure. Sisi kazi yetu tukiwa hapa ulimwenguni ni kumcha Mungu, kumwabudu Mungu, kuliitia jina la Yesu Kristo na kumshukuru kila siku. Damu ya Yesu Kristo. Hii ndiyo kazi pekee ya wanadamu tuliopewa na Mungu. Hatukuumbwa tuishi kama sisi tunavyotaka. Tumeumbwa tumshukuru Mungu kwa kutuumba bure kwa neema. Anatupa uhai, anatupa chakula, anatupa kila kitu hapa duniani tunaishi. Hakuna mtu anaishi kwa kutaka mwenyewe. Kwa hiyo Mungu ametuumba ili tumche, tumwabudu. Watu wote wanatakiwa kujua hivyo. Kama mtu ulimwenguni hajui kwamba ameumbwa kwa sababu gani, hii ni hatari kwake, hatari ya maisha yake mwenyewe. Siku ya hatari itamfika pasipo yeye kutambua, ghafla, na atapotea, amepata hasara. Damu ya Yesu Kristo. Tutamwabudu Mungu katika maisha yetu yote, kwa kuwa alituumba tumwabudu. Yeye ni Mungu wa miungu, mfalme, hakuna mwingine. Ni yeye peke yake aliye hai. Ndiye aliyetuumba wanadamu wote, ndege wa angani, wanyama wa polini, samaki wa baharini, na viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu, tumaini letu. Katika Biblia kuna mambo matatu. Kuna mambo matatu: imani, upendo, tumaini. Kubwa kuliko yote haya matatu ni upendo. Mambo matatu: imani, upendo, tumaini. Kubwa kuliko yote haya ni upendo, kwa sababu Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Mungu ni mkuu kuliko miungu yote. Mungu ni mkuu, hakuna mfano mwingine, hakuna mwingine kama Mungu. Yeye ni Mungu peke yake. Yeye ni Bwana, mfalme wa falme, Baba wa milele. Mungu ni upendo. Mtu akiwa na upendo ndani ya moyo wake, huyu anaye Mungu. Mtu akiwa na upendo ndani ya moyo wake, akiwa na amri hii ya upendo ndani ya moyo wake, huyu anaye Mungu ndani yake, tena Mungu mkuu mwenye nguvu. Kwa hiyo upendo ni nguvu ya Mungu ambayo inakaa ndani yetu. Upendo ni uhai wa kila mwanadamu. Upendo ni uzima kwa wanadamu wote wakiwa nao ndani ya moyo. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu, tumaini letu. Huna upendo, huna Mungu. Ndani ya moyo wako huna upendo, hii inamaanisha huna Mungu. Kama Mungu hayuko ndani yako, hii inamaanisha Ibilisi ndiyo anayeishi ndani yako. Huna upendo ndani ya moyo, hii inamaanisha nini? Chuki imejaa. Ibilisi ndio anayeishi kwako. Kwa hiyo upendo ndio maisha ya watakatifu. Upendo ndio tabia ya watakatifu.
kwa sababu Mungu anaishi ndani yetu. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu, tumaini letu. Tumesoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 11 hadi 13. Mungu alipoiumba nchi kutoka maji, Mungu akaiamuru nchi akasema, nchi na itoe majani, nchi na itoe miche yenye mbegu ndani yake, nchi itoe matunda, itoe mti wa matunda ambao mbegu yake imo ndani yake. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, ikatoa miche ya mbegu, nchi ikatoa mti wa matunda na mbegu imo ndani yake. Mungu aliumba mti, akasema ndani ya mti ndiyo iliko mbegu. Tunataka tufundishane leo kwa habari ya huu mti. Iko siri gani Mungu ameificha hapo? Kwa sababu maneno haya ni maneno matakatifu, ni roho. Mtu akitaka kuiona mbegu ya huu mti, ndiyo Mungu kasema mbegu ya huu mti imo ndani yake. Kama mtu anataka kuiona hii mbegu au haya matunda ya huu mti ambayo yanapatikana ndani yake, akiukata huu mti, akaupasua huu mti, akachimba mizizi kuitafuta hiyo mbegu ya huu mti, mbegu ya matunda ya huu mti, hawezi kuipata. Hawezi kuipata. Hata kama akiupasua vipande vipande kuitafuta hiyo mbegu ya matunda, hawezi kuiona. Lakini Mungu amesema hii mbegu imo ndani yake. Haya matunda ya huu mti yamo ndani yake. Lakini ukipasua huo mti, ukiukata huo mti, ukitafuta hadi kwenye mizizi, huwezi kuiona hiyo mbegu ya matunda ya huu mti, huwezi kuiona. Lakini Mungu anasema imo ndani yake. Nini maana yake? Huwezi kuiona hiyo mbegu kwa sababu maneno hayo anayoyasema Mungu ni roho. Anaongea kwa habari ya roho. Ndiyo maana ukiukata mti kutafuta matunda ya huu mti, ndani ya huu mti huwezi kuiona. Kama mtu anataka kuona matunda ya huu mti na mbegu ya matunda ya huu mti, basi ni lazima atazame matawi. Damu ya Yesu Kristo. Ni lazima atazame juu ya matawi. Kupitia matawi ndio ataona matunda ya huu mti na mbegu ya huu mti. Ataona kwenye matawi, sio katika shina la huu mti. Kwa hiyo mti ukitaka kuzaa matunda yake, hatua ya kwanza ni lazima katika kukua kwake itengeneze kwanza matawi. Mti ukitaka kuzaa matunda, kwanza lazima utatengeneza matawi, na kupitia matawi ndio unazaa matunda ya huu mti, na watu watayaona matunda hayo kupitia matawi. Damu ya Yesu Kristo. Mti lazima utengeneze kwanza matawi. Utatengeneza matawi kwa ajili ya kuzaa haya matunda ambayo yako ndani yake. Kwa hiyo matunda ya huu mti yataonekana kwa dunia kupitia matawi. Pasipo matawi huwezi kuona matunda ya huu mti. Kama mti haukutengeneza matawi, huwezi kuona matunda ya huu mti, kwa sababu mti huzaa kupitia matawi, na katika matawi ndio unaona matunda ya mti. Kwa hiyo matawi kazi yake kuonyesha matunda ya huu mti, kutoa matunda ya huu mti. Damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo anasema katika hii maandiko, angalia Mungu anavyosema, mti na uzae matunda kwa jinsi yake, ambayo mbegu imo ndani yake. Anasema uzae matunda kwa jinsi yake. Nini maana ya kwa jinsi yake?
Hii inamaanisha kwamba kama mti una matawi lakini haya matawi haukuzaa matunda, huu mti haukuzaa matunda, una matawi safi lakini haujazaa matunda, matunda hayaonekani katika matawi, huo mti hatuwezi kuutambua ni aina gani ya mti, hatuwezi kuutambua. Kama ni mti umestawi, ndio una matawi sawa, lakini matunda hayaonekani katika huo mti, katika hayo matawi, hatuwezi kuutambua huu mti ni aina gani. Hii inamaanisha mti unatambulika kwa matunda yake. Mti ukizaa matunda kwenye matawi, ndipo tunapoutambua huu ni mti fulani. Mfano, kama tukiona machungwa juu ya mti katika matawi yake, ndipo tunaposema huu ni mti wa mchungwa. Baada ya kuona machungwa, matunda ya machungwa katika matawi ya huu mti, tunasema huu ni mchungwa. Kama tukiona machenza katika matawi ya huu mti, ndipo tunaposema huu mti ni mchenza. Na maembe hivyo hivyo, tukiyaona maembe katika matawi ya huu mti, ndipo tunapotambua huu mti ni mti wa maembe. Kama hatukuyaona matunda yoyote katika mti wowote, hatuwezi kutambua kwamba huu mti ni mti fulani. Hatuwezi kusema huu mti ni mti fulani, maana patatokea mashindano. Mwingine atasema huu ni mchungwa na mwingine atasema hapana, huu ni mchenza. Kwa sababu gani? Hatuoni matunda. Kitambulisho cha kuonyesha kwamba huu mti ni aina fulani ya mti ni matunda, damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo matunda ndio kitambulisho kikuu cha kumtambulisha mtu yoyote au kutambulisha mti wowote, kwamba kusema huu mti ni mti fulani. Matunda. Hauna matunda, hatuwezi kukutambua. Kama Yesu Kristo alivyosema, amesema hivi, mtawatambua kwa matunda yao. Hatuwezi kumtambua mtu hivi hivi kwamba huyu mtu ni mtu wa namna gani, huyu mtu ni namna gani. Lazima tuone matunda yake, ndio tutakapotambua aha, huyu mtu ni mtu wa namna hii, kupitia matunda yake. Ila pasipo matunda, Yesu Kristo anasema huwezi kumtambua mtu, ila mtawatambua watu kwa matunda yao. Damu ya Yesu Kristo. Maneno haya yana maana gani? Maneno haya matakatifu yana maana gani? Nini ujumbe wa Yesu Kristo katika maneno haya? Ameficha siri gani katika huu mti? Maneno haya matakatifu ni unabii wa Mungu kwa habari ya mambo yatakayotokea. Ni unabii wa Mungu kwa habari ya mambo yatakayokuwako, ambayo tayari sasa yako kwetu, yamekwisha kutimia. Ameyaficha katika huu mti. Damu ya Yesu Kristo. Maneno haya ni unabii kwa habari ya Kristo wake na kanisa lake, na ile amri ya Bwana kwa kanisa. Maneno haya kwa habari ya mti, Mungu anatuonyesha kwa habari ya Kristo na Wakristo, na ile amri ya Bwana kwa Wakristo. Mti unawakilisha Kristo. Matawi ya mti ni Wakristo, na yale matunda ya mti au ile mbegu iliyomo ndani ya huu mti, ile mbegu ile ni amri ya Bwana kwa Wakristo, kwa watu wake. Ni amri ya Bwana. Amri gani? Upendo. Kwa nini upendo? Ukiniambia kwa nini upendo, kwa nini hii mbegu ya huu mti iwe ni upendo, takujibu hivi: kwa sababu mti huzaa matunda
kwa ajili ya wanyama, kwa ajili ya ndege wa angani, kwa ajili ya wadudu wanaoluka na wanaotambaa, kwa ajili ya binadamu. Matunda ya mti ni kwa ajili ya wanyama, kwa ajili ya ndege wa angani, wadudu watambao, wadudu walukao na wanadamu. Hii mbegu ya matunda iliyo ndani ya mti ni amri ya Bwana, upendo. Upendo kwa ndugu. Yesu Kristo anasema hivi, amri mpya nawapa, pendaneni ninyi kwa ninyi. Watu watakapoona mkipendana, watajua ninyi ni wanafunzi wangu. Kwa hiyo mti unawakilisha Kristo, matawi ya mti wa Kristo, mbegu ya mti, amri ya Bwana, upendo. Yesu Kristo mwenyewe anashuhudia katika Yohana Mtakatifu sura ya 15, anasema mimi ndimi mzabibu na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi lizaalo katika mimi, kila tawi linalozaa nitalisafisha ili lizidi kuzaa, na kila tawi lisilozaa nitalikata. Mstari wa 5 anasema mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi. Damu ya Yesu Kristo na zabibu katika hayo matawi ndiyo amri ya upendo. Damu ya Yesu Kristo. Hii ndiyo siri ya maandiko matakatifu ya Mungu aliyoificha, kwamba kwa habari ya Kristo na kanisa lake na amri ya Bwana. Yesu Kristo katika hii sura ya 15, Yohana Mtakatifu sura ya 15, tuisome mara moja, tuisome wote. Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa kwanza anasema hivi, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Mstari wa pili anasema kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisiloweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Damu ya Yesu Kristo. Katika maandiko haya matakatifu Yesu Kristo anatabiri kwa habari ya Wakristo, kwa habari ya matawi ya huu mzabibu. Yeye ndiye mzabibu, shina, mti, lakini sisi Wakristo tuliyemwamini ni matawi. Yesu Kristo anatabiri kwa habari ya haya matawi, anasema kutakuwako na matawi yasiyozaa. Ni matawi ya mzabibu lakini hayatazaa matunda, hayana zabibu, na kutakuwako na matawi yanayozaa zabibu. Haya yasiyozaa zabibu mahali pao ni motoni, nitayakata siku ya mwisho, mahali pao ni motoni. Na haya yanayozaa mahali pao ni mbinguni pamoja na Baba pamoja na mimi. Damu ya Yesu Kristo. Unafikiria nini? Yesu Kristo anatabiri kwa habari ya kanisa lake, kwamba kanisa lake litagawanyika. Kutakuwepo na matawi ya mzabibu ambayo haya matawi yamestawi na yanaitwa matawi ya mzabibu. Ukiyatazama kweli ni matawi ya mzabibu, lakini hayana zabibu. Ukitazama katika hayo matawi huoni zabibu. Hayatoi zabibu kwa ajili ya ndege wa angani, hayatoi zabibu kwa ajili ya wadudu warukao na wadudu watambao, hayatoi zabibu kwa ajili ya wanyama wa kufugwa na wanyama wa pori, hayatoi zabibu kwa ajili ya wanadamu, lakini ni matawi ya mzabibu.
Yesu Kristo anasema kutakuwako na haya matawi ya mzabibu ndani yangu ambayo hayatazaa zabibu. Haya nitayakata na mahali pao ni katika moto, yatachomeka huko ni takataka hizo. Damu ya Yesu Kristo. Haya mambo ndiyo yamekwisha kutimia wakati huu, ndiyo yaliyoko wakati huu ulimwenguni kote. Wakristo, makanisa yamegawanyika. Ukitazama ni Wakristo kabisa, ni Wakristo wamestawi. Ukiwauliza ni Wakristo, wanaenda kanisani, lakini haya matawi hayana zabibu. Ukiangalia hawa Wakristo hawana zabibu, hawazai zabibu, hawana amri ya upendo, hawana upendo kabisa. Ndio wanasali, wanamwamini Yesu Kristo, wanasema tuna imani sawa, lakini ukiwaangalia hawa watu hawana zabibu kwa ajili ya ndege wa angani. Ukiangalia makanisa haya hayana zabibu kwa ajili ya wanyama wafugwao na wanyama wa mwituni. Hawana zabibu kwa ajili ya ndege wa angani, hawana zabibu kwa ajili ya wanadamu, ila ni matawi ya mzabibu. Yesu Kristo anasema haya nitayakata. Unafikiriaje? Haya mambo ndiyo yako sasa hivi ulimwenguni. Matawi ya mzabibu yasiyozaa zabibu ni mengi kuliko hata matawi yanayozaa zabibu. Makanisa ambayo hayana upendo kabisa, upendo kwao ni kitu ovyo, ni makanisa mengi ulimwenguni kuliko hata kanisa la Kristo mwenyewe lenye kuzaa zabibu kwa ajili ya ndugu. Shetani anavuruga, shetani analipoteza kanisa, kwa sababu shetani anajua upendo ni nini, anajua Mungu ni upendo. Hawa wakiwa na upendo wana Mungu ndani yao. Kwa hiyo shetani amewapandikizia choyo, wivu, hila, tamaa. Sasa upendo hamna tena, hawazai zabibu tena. Yesu anasema kanisa langu, matawi yangu mimi yatagawanyika. Kutakuwa ndani yangu na matawi ambayo hayazai zabibu kwa ajili ya ndugu, na kutakuwa na matawi ambayo yatazaa zabibu kwa ajili ya ndugu. Haya yasiyozaa, shida hamna. Siku ya mwisho, siku ya hukumu, siku ya ghadhabu, yatakatwa yote. Sasa unaweza ukaona, wewe mwenyewe ndio uchague, wewe ni aina gani ya matawi? Matawi ya mzabibu tasa au matawi ya mzabibu yanayozaa? Wewe mwenyewe uchague, lakini Yesu kashasema siku ya mwisho atayakata matawi tasa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 17 na wa 18, Yohana mtakatifu anasema hivi: ndugu zangu, kama mtu amebarikiwa riziki ya dunia hii, naye akamwona ndugu yake ana dhiki, amepungukiwa, wala asimpe, asimsaidie, wala asimwonee huruma kumsaidia, je, upendo wa Mungu unakaaje ndani yake? Damu ya Yesu Kristo. Yohana mtakatifu, mwanafunzi wa Yesu Kristo, anauliza, ikiwa unayo riziki, umebarikiwa riziki ya dunia hii, iwe chakula, iwe maji, iwe nguo, umebarikiwa, lakini ukamwona ndugu yako katika imani katika Kristo, au hata nje ya Wakristo, ukamwona huyo ndugu yako amepungukiwa na riziki, na wewe unayo riziki, lakini ukamnyima, usimpe, wala hukumwonea huruma, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yako? Je, una upendo wa Mungu wewe? Mstari wa 18 anasema, ndugu, msipende katika neno na katika ulimi, bali upendo wenu uwe katika tendo. Damu ya Yesu Kristo. Tusome mara moja zaidi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 17 na wa 18 anasema hivi:
Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu akaaje ndani yake huyo? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo la na kweli. Damu ya Yesu Kristo. Yohana mwanafunzi wa Yesu Kristo anaelewa matawi ya mzabibu yasiyozaa ni haya yanayopenda kwa neno na kwa ulimi. Hapa mdomoni unaona umejaa upendo, lakini kwenye kitendo wana zero. Ukitazama kweli ni Wakristo, ni Wakristo. Ukiwatazama, Yesu anasema hivi, Yesu anasema tupendane, Yesu anasema tuwapende ndugu zetu masikini, tuwapende, lakini wanapenda tu kwa neno na kwa ulimi. Ni hodari haya matawi yasiyozaa, ni hodari mdomoni kupenda, lakini kwenye kutenda wana zero. Yohana anasema tusipende kwa neno au kwa ulimi, penda kwa neno na kweli. Fanya. Unayo riziki, msaidie ndugu yako. Huo ndio upendo wa kutenda. Watu wanasema hivi, wakikuona umezikika, anakuja, habari, pole, Mungu atakusaidia. Bwana, naomba riziki kidogo, mimi sina, ila Mungu atakubariki. Hawa wanapenda kwa neno na kwa ulimi. Hawa hawana upendo, hawa ni wanafiki. Unayo riziki na mtu anakuomba, au wewe mwenyewe umekwisha kumwona huyu mtu amepungukiwa na ni ndugu yangu katika Mungu, katika Kristo, lakini unamwambia Mungu atakusaidia. Omba tu, Mungu atakusaidia. Mungu atamsaidiaje? Sio wewe ndio wa kumsaidia. Hawa wana upendo wa mdomoni katika neno na ulimi. Haya ni matawi yasiyozaa, yatakatwa. Hata kama unaonekana unaongea maneno ya upendo sana mdomoni, lakini huna matendo, huna upendo huo wa kutenda, wewe ni matawi ya mzabibu tasa, yatakatwa. Yohana mwanafunzi wa Yesu Kristo anasema, ogopa kupenda kwa neno, penda kwa vitendo. Damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo angalia haya makanisa, lazima ujirekebishe, usiwe matawi tasa. Kwa sababu gani? Kwa nini matawi tasa? Uko ndani ya mzabibu na wewe unaitwa matawi ya Kristo. Hii inamaanisha una imani na Kristo, unamwamini Yesu Kristo, lakini imani yako haizai upendo kwa ndugu. Yakobo mwanafunzi wa Yesu Kristo na mtume mtakatifu anasema katika kitabu chake sura ya 2 mstari wa 14 na kuendelea, anasema hivi, ndugu, yafaa nini ndugu yako akiwa amepungukiwa? Ndugu yako wa kiume au wa kike amepungukiwa, na wewe unayo riziki, unamuaga, unasema nenda kwa amani, Mungu atakubariki, wala usimpe riziki. Je, imani yako hiyo itakuokoa? Huyu ni mtume Yakobo anasema, je, unayo imani? Ndiyo. Je, imani yako pasipo matendo mema kwa ndugu, pasipo upendo, hiyo imani yafaa wewe kwako? Je, itakuokoa? Haikuokoi. Kwa sababu gani? Unayo riziki na umemwona ndugu yako hana riziki, alafu unamwaga kwa upole, kwa maneno matakatifu ya upendo kabisa, nenda, Bwana atakusaidia, nendeni kwa amani, hukumpa riziki. Hiyo imani haikuokoi. Wewe ni matawi ya mzabibu tasa. Damu ya Yesu Kristo. Yohana mtakatifu anasema, waraka wa kwanza sura ya 3, tusipende kwa neno, tusipende kwa ulimi. Yakobo anasema, ikiwa ndugu yako mwanaume au mwanamke amepungukiwa na riziki, naye hana, yuko uchi, ni mgeni, hana chakula, hana mavazi, na wewe unayo,
alafu ukamwaga kwa amani, nenda, Bwana atakusaidia, unafikiria imani yako itakuokoa? Jibu, haikuokoi. Wewe sio Mkristo wa kweli, wewe ni matawi ya mzabibu yasiyo na zabibu. Hii ndiyo injili ya Yesu Kristo. Watu ni wanafiki kweli kweli. Ana kila kitu, amebarikiwa, anamwona mtu anaomba, anamwambia Bwana atakusaidia. Bwana atakusaidia? Penda kwa neno, ili tuuone upendo wako, si katika mdomo tu, bali katika kutenda. Ndio upendo, tuone zabibu, damu ya Yesu Kristo. Mtume Yakobo anaendelea kusema, wewe una imani, lakini je, nionyeshe imani yako pasipo matendo, nionyeshe imani yako pasipo upendo, na mimi ni kuonyesha imani yangu kwa upendo. Anamaanisha nini? Anamaanisha hivi, imani haionekani kwa macho. Hata kama ukisema wewe unamwamini Yesu Kristo, wewe ni Mkristo, sawa, lakini imani haionekani kwa macho. Nihakikishie sasa, kama kweli wewe unamwamini Yesu Kristo, kama kweli wewe ni Mkristo wa kweli, nionyeshe imani yako kupitia upendo. Kupitia upendo ndio nataka kujua kwamba wewe una imani ya kweli au una imani feki. Mtume Yakobo anasema imani haionekani kwa macho, ila imani itathibitika kwamba wewe unamwamini Yesu Kristo kupitia upendo, matendo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe unaamini na mashetani yanaamini na kutetemeka. Mashetani yanaamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na wewe unaamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Je, mashetani yataenda mbinguni kwa hii imani? Hayaendi. Kwa sababu gani? Hayana lugha ya upendo. Ndiyo wanaamini Mungu ni mmoja, lakini hayaendi mbinguni, mahali pao ni jehanamu ya moto, kwa sababu hawana lugha ya upendo. Wewe unaamini sawasawa na mashetani, wewe nawe ni pamoja na mashetani, ni kundi moja na mashetani. Ili usiwe kundi moja na mashetani, wewe imani yako ikaonekane katika upendo, kwa sababu mashetani hayana upendo. Wewe upendo wako ukionekana kwa watu, wewe ni zaidi ya mashetani, wewe ni zaidi ya Ibilisi, kwa sababu Ibilisi hana upendo, kwa sababu yeye ni mkuu wa mauti, dhambi, laana na mauti. Hawezi kuwa na upendo. Wewe una imani na Kristo, Kristo ni upendo. Kama unamwamini Yesu Kristo, basi upendo uko ndani yako. Kama upendo ukionekana kwa ndugu, wewe ni Mkristo wa kweli, umemzidi Ibilisi, shetani na mashetani, damu ya Yesu Kristo. Hii ndiyo imani. Yakobo anasema, anaendelea kusema, imani pasipo matendo, imani pasipo upendo haizai, imekufa. Haizai nini? Haizai uzima. Imani pasipo upendo, pasipo matendo mema ya upendo haizai. Haizai nini? Haizai uzima. Kwa hiyo wewe una imani na Yesu Kristo, una imani na Yesu Kristo, lakini huna upendo kwa ndugu, imani yako ni tasa. Kwa sababu imani yako ithibitike kuwa wewe una imani na Kristo kupitia upendo, damu ya Yesu Kristo. Haizai. Ni matunda, ni matawi ya mzabibu, lakini matawi yasiyozaa zabibu yatakatwa siku ya mwisho. Utaonekana hapa duniani kwamba wewe unamwabudu Mungu kweli kweli, ni mcha Mungu, watu watakusifu, watakuzika pengine kwa mapambio, watakushukuru, watakusifia kweli kweli, lakini kumbe wasijue ni matawi ya mzabibu yasiyo na zabibu, kwa sababu imani yako haikuonekana katika upendo kwa ndugu, damu ya Yesu Kristo. Haizai uzima. Mashetani wana imani, lakini imani yao haizai uzima, kwa sababu hawana lugha ya upendo. Wewe una imani lakini huna upendo, imani yako haizai uzima, maanake wewe ni wa motoni, mahali pako ni mauti, sio uzima wa milele. Mtume Yakobo anaendelea kusema, imani pasipo upendo ni sawa na mwili pasipo roho. Una imani, sawa, ni mwili huo. Huna upendo, roho haipo ndani yako, kwa sababu Mungu ni roho, Mungu ni upendo. Una imani, sawa, ni mwili, lakini ni mwili mfu. Kwa nini? Kwa sababu upendo haupo ndani yako.
na upendo ndio uhai, upendo ndio uzima, upendo ndio Mungu na Mungu ndio roho. Imani pasipo upendo ni sawa na mwili pasipo roho. Wewe una mwili lakini mwili mfu, maiti. Kwa sababu gani? Haina upendo ndani yake. Kama mwili wako ungekuwa na upendo ndani yake, hii inamaanisha ungekuwa hai kwa ajili ya uzima wa milele. Damu ya Yesu Kristo. Injili iko safi, injili inaeleweka. Tumwombe Mungu ndugu zetu wa Kristo wageuke, waanze kumtii Mungu, wawe matawi ya mzabibu yenye kuzaa, wasiwe matawi ya mzabibu yasiyozaa, wasiwe na imani ya mashetani, wawe na imani ya kweli katika kutenda, katika upendo. Hii ndiyo imani ya kweli. Mungu anaonyesha kupitia Mwanzo sura ya 1 mstari wa 11 hadi wa 13. Mti, matawi na mbegu. Kristo wa Kristo na amri ya Bwana, upendo. Kama mtu hana hii, ni amri tangu mwanzo wa uumbaji. Tangu mwanzo wa uumbaji, siku ya 3 ya uumbaji, Mungu anaonyesha kutakuwa na Wakristo, kutakuwa na Kristo, Wakristo na amri ya Wakristo, upendo. Huna upendo, huna mbegu ya huu mti ambayo ndio Kristo, huna uzima, kwa sababu uzima wa huu mti ni hii mbegu, imo ndani yake, mbegu ya uzima, upendo. Wewe unasema ni Mkristo, matawi, lakini ndani ya matawi haya huna mbegu ya Kristo ambayo ni upendo. Umekufa, ni mwili pasipo roho. Tuanze kujipenda, tuanze kupenda ndugu zetu. Anza hata ukiwa na shilingi 5,000, unapita njiani unamwona mtu anaomba, mpe 200, mpe 300, umpe kwa jina la Yesu Kristo, ili wewe ujulikane na Mungu kuwa ni Mkristo mwenye zabibu kwa watu, kwa ndugu. Simama, mpe, mwambie Bwana Yesu amenituma nikupe hii, ili ulitangaze jina la Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Usimvuke, hujui kama huyo ni Kristo. Ndugu yako, jirani yako ana dhiki, amepungukiwa na wewe unayo riziki. Angalia mazingira yanayofaa, mwambie Bwana Yesu amenipa hiki nikupe. Utakuwa Mkristo katika neno, katika tendo na neno. Wewe ni Mkristo hai mwenye uzima, damu ya Yesu Kristo. Basi watu wabadilike. Makanisa yameharibika, lakini Yesu Kristo alikwisha kusema, kanisa langu litaharibika, matawi yangu yatakengeuka, mengine yatakuwa ni matawi tasa na mengine yatakuwa matawi yenye kuzaa. Usiwe matawi tasa. Wakristo wengi wamekwisha kuwa tasa, wanasali sana, wanaabudu sana, lakini kwa habari ya upendo wana 0.000 kuendelea. Hawaonekani kwa Kristo kuwa hawa ni Wakristo, ingawa watu wanawatambua ni Wakristo, dunia inawatambua ni Wakristo, lakini Kristo akiangalia sio Wakristo, ni matawi tasa, hayana zabibu. Na kwa sababu gani hayana zabibu? Yesu Kristo ni upendo, wao hawana upendo. Sasa unaitwa Mkristo bure kwa sababu Yesu Kristo ni upendo, wewe huna upendo. Ina maana huna Kristo, ingawa unajiita Kristo. Umejiita tu kwa jina la Yesu Kristo, lakini Kristo mwenyewe huna ndani yake. Umejiita tu Mkristo, lakini Kristo huna, kwa sababu Kristo ni upendo. Huna upendo, huna Kristo, huna Mungu, ila unajiita tu Mkristo. Mwisho wa siku ni jehanamu. Damu ya Yesu Kristo. Hata uzikweje kwa raha, kwa mapambio, kwa sara nyingi za maelfu na maelfu, huna Kristo, kwa sababu Kristo ni upendo. Damu ya Yesu Kristo. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.